Kwa hivyo anawaeleza hapa ya kwamba njooni kwangu nyinyi ambao mnafanya nini? Mnasumbuka, mnalemewa na mizigo. Number 1, nitawapumzisha. Nikichukua kilo 50 nifunge nyororo na nifungilia hapo na nifunge mguu hapo, nikitembea itakuwa rahisi? Nitakuwa nafanya nini? Navuta, kwa sababu ni mzigo. Unaweza kuwa na mzigo wa wasiwasi, unaweza kuwa na mzigo wa kukosa, unaweza kuwa na mzigo wa njaa, unaweza kuwa na mzigo watoto wamekuwa hawaelewi, unaweza kuwa na mzigo wa uchumi, unaweza kuwa na mzigo wa kazi, unaweza kuwa na mzigo wa kuoa. Unanielewa? Kwa hivyo kila mzigo ambao uko nao, Yesu anatuambia ili upumzike kwa huo mzigo, basi fanya nini? Nipatie. Sio ni mzuri? Lakini mara nyingi tunajipata hatumpatii, kwa sababu shetani pia anajua neno, anafahamu neno, anajua nguvu ya neno. Kwa hivyo atakuletea kitu ambacho ni bandia. Kwa hivyo unapokuwa na msongo wa mawazo, kwa mfano, atakuambia pombe inatibu. Kwa hivyo utaenda ukunywe kidogo tu, au utaanza na chupa moja, utaanza na kifuniko. Alafu kwa sababu anajua mwili yako ni ile ambayo ikivutiwa na kitu mara ya kwanza inaanza kujiweka rahisi kwa hiyo kitu. Kwa hivyo utatoka kwa kifuniko moja ilishika. Kwa hivyo ukienda hiyo siku ukipiga kifuniko moja haishiki ulimi. Ni kama chai yenye haina sukari. Kwa hivyo utafanya nini? Utaongeza sukari. Kwa hivyo utaenda vikombe ngapi? 2. Kwa hivyo kila siku unaongeza kifuniko. Itafika mahali utazama, hapana, chupa 2 inanitosha. Umepeleka mawazo kutolewa napo, na shida ya pombe ikishaingia kwa kichwa inatoa kabisa, na unapata nguvu kuja uko sawa. Lakini ukishalala, ukifungua macho, bado hiyo njaa inafungua. Alafu akili inakwambia nini? Rudi. Kwa hivyo hiyo shida haitaisha. Utakuwa unaenda ufanye nini? Unatafuta kazi. Mtu anakuambia, by the way, kuna option. Unataka kazi, there is an option to kazi. Wewe fanya nini? Nimeongea na watu 2 watatu, watatengeneza maneno. Kwa hivyo wewe ongea na mzazi, ambia mzee, saa hizi unajua miaka imeenda, na mimi kama kijana pia unaona miaka yangu imeenda, nafaa nijisimamisha kwa kazi. Kwa hivyo nimepata kazi hapa KFS, Kenya Forest Service. Na nimeambiwa nikitoa tu mti mbili kazi. Unajua mti 2 ni nini? 1,100. Mzee anaenda anapambana. Anauza kashamba, anakata kidogo, kama ni majani unaamua hii majani kutoka. Kata. Pea kijana bunda ya noti 1,100 ngapi? Kijana anafika hapo, kumbe mwingine alipeleka ngapi? 5. Nani anapata kazi? 5. Umepoteza ngapi? Na ploti ya na nini nyingine? Majani. Kwa sababu ulitaka kupumzisha ile shida ya kutafuta nini? Kazi. Ama kama wewe ni kijana unataka mke, umeona Biblia inasema moto ya ujana isinimalize, heri nifanye nini? Kwa hivyo unatembea kila kanisa, unaangalia, unarusha mstari 1, unarusha mstari 2, hauulizi maswali. Baada ya muda kidogo, wazee wa kanisa wanakuita, waambie kijana, kaa hapa. Tumeanza kuona dada fulani amebadilisha nguo. Alikuwa anavaa zenye zinamfinya, saa hizi anavaa fulani. Shida iko wapi? Tunangojea kitu baada ya miezi. Kijana anashtuka, anatoroka kwa kanisa.
Akitoroka kwa kanisa, akienda kanisa lingine, kwa sababu alikuwa anatafuta, na huku mahali ameenda hajulikani. Sasa natoroka hapa Nandi, nakimbia Vihiga, watu wa Vihiga hawanijui, pia tena natafuta huko, tena unaenda huko, tena unarudia tena, natoroka Vihiga, nakuja Eldoret tena, na au unafika mahali unasema sasa, mbona nisumbukane nikitafuta, wacha nikae tu hivyo. Kwa hivyo kijana ni kushika na kuachilia, si mnajua kushika kuachilia, kushika kuachilia. Anapofika miaka ya uzeeni, analetewanga tu, baba yako mfulani. Sikia mama kwa nyumba umeletewa kakuanza. Kidogo, kidogo, tatu, kidogo, nne. Unasema, ati imetosha. Kijana aliongeza mzigo. Yesu anasema, njoo kwangu. Maana anajua kuna vitu ambavyo tutakumbana navyo ambavyo vitahitaji yeye kwanza kama suluhisho. Kabla tufikirie venye tutatoa hiyo 200,000, wacha kwanza tukimbie Yesu anasema nini. Ukiangalia chenye Yesu anasema kwa neno lake, ikiwa unaenda kutoa bribe, unaenda kutolea mtu kwa njia ambayo sio ya haki, anakuambia hapa. Kwa hivyo utajiuliza useme, hii 200,000 sitatoa. Kama wewe ni kijana utafika useme, Biblia inasema nikuwe mtakatifu. Kitabu cha Petro wa kwanza 5:6 hadi 7. 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. Inasema hivi: basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Kuna wakati Mungu ameweka ambapo ni kuinuliwa kwako. Kwa hivyo ikiwa unataka uingie katika nyakati za Mungu za kuinuliwa, basi inafaa ufanye nini? Unyenyekee chini yake. Ndio maana tunarudi kwa Mathayo na tuambia nini? Hii mizigo ambayo tuko nayo tuipatiane kwa Kristo. Na tukimpatia Kristo mizigo yetu, atatupumzisha. Sio kupumzisha kimwili peke yake, hata kiroho na kwenye nafsi zetu zinapata kufanya nini? Kupumzishwa. Umaijiuliza, mbona tajiri anakuanga na wasiwasi? Si tajiri. Mbona Uhuru anakona wasiwasi? Na ukienda Mombasa, ile shamba yenye ako nayo ni nusu ya Nandi. Ile tu yenye kwa barabara, yenye wanakuambia kuanzia hapa mpaka mahali tutasimamishia gari ni shamba tu ya mtu. Lakini bado huyu mtu akona nini? Wasiwasi. Ni kwa sababu wasiwasi ya nafsi haipumzishwi na vitu vya mwili. Ile wasiwasi ya kwamba je, nikifa leo nitaenda wapi, haipumzishwi na mali. Ni Yesu tu peke yake ndiye anapumzisha hiyo wasiwasi. Na ndio maana anasema njooni kwangu, nitawapumzisha nafsi zenyu. Juzi mmesikia maneno ya kumpoteza huyu MP Ngeno, si ndio? Nani alijua ilikuwa imefika siku yake? Hakuna. Na alikuwa ametoka tu kusaidia watu, amepanda. Lakini jioni, hata jiulize nafsi yake ilikuwa wapi? Saa hii tu nafsi yake iko wapi? Hiyo ndio swali yenye inaumiza. Wacha hata kuingia kwa mchanga, hiyo si shida. Ukishaingia hapo, utasimamia wapi mbele ya Mungu? Saa hii tu ukitembea tu kwa barabara na Mungu aseme haya, pumzi yako imeishi, na ulale. Je, nafsi yako itaenda wapi?
Ndio maana Yesu anakuambia njoo nikupatie pumziko ya nafsi yako. Lakini mara nyingi hata ukisimama kwa hii barabara hapa, uanze tu kuambia watu okoka, mkubali Yesu. Mtu atasema hapana, Yesu hajai rudi. Sasa mimi niko na pressure gani? Umengoja miaka yote hajarudi. Kwa hivyo hata mimi acha ningoje. Kumbe ni siku yako. Yesu akatoa huu mfano. Akasema kulikuwa na tajiri mmoja. Huyu jamaa alikuwa na mali. Alikuwa na kila kitu. Kwa hivyo akasema wacha niangalie magala yangu. Ni kama alikuwa mkale. Akasema wacha niangalie hii magala. Imejaa mahindi, imejaa kila kitu. Hiyo usiku akaenda kwa kitanda kulala. Akifikiria akisema by the way, kesho hiyo magala sasa akaanza kuangalia venye magala yake ni mazuri. Maisha sasa ni kupumzika. Biblia inatuambia hiyo siku Mungu akasema nafsi yako ninaitaka. Na hiyo usiku nafsi yake ikahitajika kwake. So jiulize alienda wapi? Yesu akaambia wanafunzi wake. Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa tajiri. Tajiri kupindukia. Wale watu ambao si tukipita kwa barabara iko na mashimo, gari inapeleka tairi ndani, inaweka katikati, anapita. Watu ambao akitaka kushuka kwa gari, anakimbiziwa kiti na carpet hapo inafuata ya red. Hakuna siku mguu yake imekanyaga uchafu ya matope. Huyo tajiri alikula vizuri, akakaa vizuri, maisha mazuri. Lakini kwa mlango yake kulikuwa na jamaa alikuwa anajikuna na machupa juu ya shida, taabu, njaa. Kwa neno la Lazaro. Sasa hawa watu wawili wakakufa. Siku ya kukufa ni kama Mungu alipima tu. Walale tu siku moja wote waende. Kwa hiyo wote wakaenda the one day tu. Huyu akaenda, jioni yake huyu akafua. Sasa Lazaro alipolala, maajabu ndio hii. Malaika wakaenda wakamchukua Bwana. Wakambeba polepole mpaka kwa kifua ya Ibrahimu. Kifua ya nani? Ibrahimu. Ukiangalia mambo ya tajiri. Tajiri alijipata kwa moto. Sasa hata hakubebwa na malaika. Mungu akufungua hivi, ako kwa moto. Jamaa kaangalia juu. Wewe tunaangalia kwa juu kama jua imewaka sana. Angalia juu. Akaona Lazaro ndio ule. Akauliza Ibrahimu, kwa nini? Mbona Lazaro asiguze ulimi kwa mate hivi kidogo? Aache ianguke hivi kidogo. Yaani nipoeshe uchungu ya ile mateso ya jehanamu. Ibrahimu akamwambia, katikati yako na sisi ni mbali. Na hata hatuwezi fika. Akasema by the way, niko na mandugu zangu huku kwa dunia. Niko na ndugu zangu kwa dunia. Wenye wanaishi maisha nimeishi. Ya raha, ya starehe, ya kukula vizuri, tafadhali. Tuma mtu. Wacha niende nimwambie Bwana huku ni kubaya. Ibrahimu akamwambia ni haiwezekani. Hata mtu akifufuka aende awaambie na wasikii manabii na walimu, hawataweza kufanya nini? Hawatabadilika. Kuna kitu moja inafaa tujue. Tulipoambiwa asubuhi ya kwamba sisi ni wanajeshi, number 1. Number 2, sisi ni wapita njia. So for example, mumamua mnaenda ushirika Rwanda, si ndio? Na sasa mmetoka Kamuno, mnapita mnaenda Rwanda. Si mnatembea wote mkienda. Alafu mkafika hapa Cheboite. Wengine wakaamua waingia hapa kidogo, alafu ndo wafanye nini? Wapande Rwanda. Dunia ni hapa Cheboite. Rwanda ni mbinguni. Tunatazamia kwenda, lakini mara nyingi tunapata tumekwama Cheboite. Kukwama Cheboite si shida.
But unakwama roho yako ikikuwa wapi? Sababu Biblia inatuambia nini? Utafuteni kwanza ufalme wa, alafu hizi vitu zingine zote mtafanya nini? Kwa hivyo Mungu akatai ufanikiwe. Akatai ukuwe na mali. Akatai uinuliwe. Lakini moyo yako iko wapi? Unainuliwa, lakini moyo yako unakumbuka iko kwa mikono ya Yesu. Ndio maana anasema cast your burdens. Hiyo mizigo yako ichukue, uiweke kwa Kristo. Maana kuna vitu vingi ambavyo vinatokea saa hii. So unakaa tu kwa kijiji unasikia fulani alikuwa amelala hakuamka. Kijana wa fulani pia hajaamka. Na mlikuwa naye. Kwanza mlicheza na huyu jamaa. Mkapanga miradi, mkapanga nini? Sema kesho hii kitu tunashughulikia. Ndio unaambiwa asubuhi hayuko. Acha niwape mfano mzuri. Saa hizi Nairobi, si mmesikia mvua inanyesha? Kuna mtu alitoka kazi. Alienda kazi asubuhi kwa gari yake. Akaingia kazi, akamaliza kazi, jioni anarudi nyumbani. Si mvua ikaanza kunyesha. Si inanyeshanga kila siku. Lakini hiyo siku kuna watu kama 18 wamekufia kwa gari. Maji ilikuwa mingi. Ikapendua. Na uko wapi? Shida hata si kupendua gari. Moyo yako iko wapi? Unaona kwa nini tunasema cast your burdens to Jesus? Kwa sababu unaweza kuwa dakika moja uko sawa. Dakika nyingine huko sawa. Utafanya aje? Ukienda mbele ya Mungu utaambia Mungu nini? Sikuwa na muda ya kutosha. Je, atakwambia kama huyu? Siku na watu walikuwa wanakuambia songa hivi. Lakini ukasema bro, si tunakula maisha, si ndio? Tuvunje maisha kidogo, tukishamaliza kama wazee wako. Nikiuliza mzee miaka yake si kidogo. Kwa hivyo kijana anasema wacha nivunje raha, nitafika kama yako. Kumbe inakatikia 20. Kwa hivyo yeye alikuwa anataka bonus ya 10 hakuna. Ndio maana inafaa tujifiche ndani ya Yesu. Ukijificha ndani ya Yesu kama kijana, you are safe. Ukijificha kama mzee, you are safe. Ukijificha kama mama, you are safe. Ukijificha kama baba, you are safe. Kwa sababu unajua maisha yangu si mimi ndo naishikilia. Yesu ndiye anashikilia. Hata wakati tunapokuwa na watoto wadogo, tusiaibike kuambia mambo ya Yesu. Na ngojea mtoto afike miaka 20 ndio nimwambie. Asipofika 20, mwalimu wetu alituambia ukitaka kujua kweli maisha, enda hapa Eldoret. Uende mahali inaitwa critical unit. Enda ndani ya hospitali critical unit, alafu usimame tu. Hata kama ulikuwa unaumwa na mgongo, utapona. Si uongo? Kwa sababu unaingia unapata mtu pipe zimeingia hapa, amefunikwa. Pipe ndio zinafanya kazi. Na uliingia na mgongo ifanye nini? Kiume. Kianza kuangalia huyu mtu pipe. Ingine hata utaangalia. Utakuwa unasema nifunikeni tu macho mnitoe nje hospitali. Kuna mtu saa hizi anatamani tu hapa hawezi. Anaambia tu Mungu, nipatie tu nafasi kidogo. Shida akipewa hiyo nafasi huwa anasahau. Hata niwape mfano mwingine. Mwalimu alikuwa anaendesha gari. Anaendeshanga gari kila siku. Omaski imepigia kona hapo. Si anamshanga tu vizuri. Mnaona tu akienda, ameenda. Lakini hiyo siku aliamsha gari vizuri tu. Akaenda tu vizuri.
Hakujua wakati ilisimama. Sasa bahati Mungu ilikuwa kwa break. Mungu ingekuwa kwa accelerator. Umejiuliza, Mungu ingekuwa kwa accelerator na umezimia. Na unajua ukizimia uzito yote inateremka chini. Haya, watu wenye wako kwa gari hawajui kuendesha. Bahati ya Mungu ikafinya break, ni ikalalia tu hapo. Na ako kwa barabara katikati. Imeteremka hivi. Ukikuwa kwa hiyo gari utafikiria. Kama hujaipiga nuru, utapiga. Kama hujaita Yesu, utaita. Si ile kitu ya kwanza ina why Mungu yes. Kwa sababu umeona maisha inaisha. Mungu akawasaidia. Haya, wakasimamisha gari. Amen. Ndio Mungu apitishe mtu anapitisha vitu zake kwenda Eldoret. Asimame. Aende kuangalia. Ni Mungu si Mungu? Ungekuwa wewe uko kwa gari na gari imesimama, utasema nini ya kwanza? Kwenda. Bure. Utaanza kutusi kabla uangalie nini kwa gari. Kwa sababu huyu mtu anafikiria. Ajui mahali tunaenda. Saa zingine kama uko ndani ya Yesu atakuhifadhi. Lakini ukiwa nje na Yesu unakuwa rahisi kwa shetani kufanya nini? Kukukula. Soma hiyo Petro inasema nini hapo chini? Mstari wa 8. Be sober and vigilant, because your adversary the lion is a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Na unajua shetani does not give up. Na amekaa miaka mpaka hata miaka yake hatuhesabu. Tu ni mingi. Anatembea tu. Ameona Flora. Pima. Hapo. Anatafuta mtu wa kumla. Kwa hivyo kama uko ndani ya Yesu, uko tu tayari. Wewe ni nyama iko kwa display. Unajua saa zingine tukitembeanga town unaona kuku zimewekwa kwa display. Zinawaka moto hivi. Unasikianga namna gani? Wanitolewa tu kama yes, shetani pia yeye anatembea. Angalia. Ile kuku imejifungua, iko hapo nje sasa, niko hapa. Anafanya nini? Anaangukia na anakula. The reason why tumepewa mfano wa simba. Simba akiingia hapa, sisi wote ni nyama. Hakuna kitu kingine simba anaona. Simba anaona nini? Nyama. Akipatana na ng'ombe anaona nini? Mbuzi, kondoo, ndovu. Aoni venye ni kubwa, anaona nini? Nyama. Shetani akikukujia, haoni venye wewe ni mkubwa, wewe ni mdogo, wewe ni mkonde, wewe ni askofu, wewe si askofu, wewe ni. Kwa hivyo unahitaji kukua na simba wa Yuda akuwe ndani mwako. Ndio maana Biblia inakuambia yeye aliye ndani mwetu ni mkuu kuliko aliye nje. Ukiwa na Kristo ndani mwako, ndio maana unaona watu wengi wanasemanga shetani ni kitu ndogo. Ni ndogo tu kama uko ndani ya, lakini kama uko nje sio ndogo, itakumeza. Amen. We are to cast our burdens on Jesus. Health burdens, sicknesses, lack, family problems, yani shida za familia, mahitaji yako binafsi. Saa zingine unahitaji kufanya maamuzi tofauti. Amen. Shida za jamii. Unajua kitu inaweza fanyika kwa jamii na ikuwe shida yako.
Vijana wakianza kutembea wanataka pesa ya haraka. Na njia ya kupata pesa ya haraka ni uweke mtu sitakusumbua. Uko kwa hiyo jamii si? Hata kama nyumba yako iko kwa mlima juu na unaona hapa chini wameanza kuwekwa panga. So unajua tu mwisho watakuja paka huko juu. Kwa hivyo hivi vitu vyote inafaa tumpatie Yesu. Mara nyingi nikimalizia tunapenda kusema Jesus is the same. Turudie. Jesus is the same. Kwa nini unasemanga hiyo kitu? Yesu ndiye anajua mahali shetani alikufunga jana. Yeye anajua mahali umesimamia leo na anaona kesho. Wewe huoni kesho. Na hata jana ulisahau. Uko tu leo. Si ndio? Leo by the way nini tafanyika leo? Leo tutafanya hivi, tutafanya hivi. Ukimaliza ya leo unaingia Kwa hivyo ukikuwa na Yesu, kama kulikuwa na shida jana na ndiye ikakufunga, yeye ndiye anaenda jana anafungua hiyo kitu yenye inakufu. Na uko leo anakusimamisha leo. Na kama ni kesho, anakuambia by the way usiende hiyo chama kesho. Ama ukienda kwa hiyo mkutano, pastor usikule. Kwa sababu amejua kuna kitu iko. Shetani mara mingi ajuangi chenye iko kesho. Anangojea kumwambie saa hii, kumwambie saa hii. Kwa hivyo ukienda kwa magoti na Mungu amesema, nitabariki mtoto wako. Wakati unaanza kumwambia Mungu asante umepatia pastor ushuhuda revelation mtoto wangu atabariki. Shetani amesikia. Haya anaanza kwenda kesho kuharibu. Huyu mtoto asifanye. Kwa hivyo kama uko na Yesu, you can handle tomorrow when you are in today. Amen. Tusimame tuombe pamoja.